Nasoma imeenda wapi? But huyu mtu mmoja ambaye anatuibia ndiye anasunguka na Raila Odinga. Bwana nataka kuambia mheshimiwa Raila Odinga, angalia watu unatembea nayo. Hao watu unatembea nao ni watu ambao wanaibia wa Kenya. Hao watu unatembea nao ni watu ambao wanatupora. Hao watu unatembea nao kila siku ndio watu wanafanya sisi kama wananchi ambao tumekuamini muda mrefu kama Raila Odinga tunakushuku. Kwa sababu hakuna jinsi unatembea na muizi ambaye anaibia wananchi. Kwa sababu mtu anaamini kwamba nikiiba si niko na Raila Odinga, ni watanipeleka wapi? Si wao ndio wanasema. Si wanasema hata nikiiba watanipeleka na mimi ndio na Raila Odinga. Si Raila Odinga ndiye ananipanga. So mimi nitaiba tu then nipeleke kidogo kwa Raila Odinga then niende hivyo. Tunasema hivyo. Kwa sababu huyu mtu haogopi sisi. Huyu mtu haogopi kupora wananchi. Huyu mtu haogopi kutuibia mashule, Kadika primary. Kadika secondary. Girls, angalia jinsi iko. Pesa imeliwa tu mambo ya kujenga tu dominantary. Kujenga tu dom, pesa imeliwa zaidi. Twende kwanza secondary. Mambo ya pesa imeliwa kuangalia kwenye imejengwa na penye pesa inasoma ya budget hiyo ijulikani. Bwana, maana makampuni ya kujenzi ya kufanya renovation hizo mashule ambayo iko Suna East inafanywa na kampuni ya nani? Ya Junet Mohamed. Opios Unlimited Company na Willing Keja Limited Company ambayo mke wa Omboko ambaye ni mwenyekiti, Omboko ndio mwenyekiti wa CDF, mke wake ndio treasurer. Na wamehusika moja kwa moja na Cooperative Bank ya Migori. Na tukisema hii pesa inayokuwa withdrawn, then wengine wanapelekewa mheshimiwa Raila Odinga, tutakuwa tunakosa. Kwa sababu kila siku tunaona Junet na Raila Odinga anafanya maovu kisha anatembea mheshimiwa Raila Odinga. Hapo tutakuwa tunakosea wapi? Kwa nini baba asisikie yale ambayo tunalalamika? Kwa nini baba atisikie ambayo tunasungumuza? Ndio aite Junet aulize maswali. Kwa nini hao vijana wanalia? Kwa nini baba asimuite? Aulize bwana, kwa nini nasikia kile watu wakalalamika kwako? Hizi vitu ambao watu wanasema ni ukweli. Ndio aulize. Kwa sababu sisi hata tunaona kwamba sasa kama mtu anatembea na mwizi, the same Junet akitembea na Ruto, then I expect sisi tuchague Ruto. Tutachaguaje Ruto na mtu Junet anafaa kuwa mfungwa simulatewa? Ndugu zangu, tunasaambia mheshimiwa Raila Odinga, angalia huyu Junet. Junet ametuiba sana. Na kama utaongea tutasema kwamba umehusika pia na yeye. Kwa sababu utaki kuongea sasa sisi tumeongea kutosha. Wa Kenya na jamii ya Somalia, waporaji ambao wanaharibu jina ya wa Somalia, Junet Mohamed, Aden Duale na Farah Maalim. Wao wanatuiba sana. Then wanafanya jifaka takatifu. Wale anakwamilia Ruto. Farah Maalim ndisema amekwama kwa Ruto. Then anatuambia sasa wao wako sawa kwa sababu wako na serikali. My friend, katika kwenye uchaguzi ijayo tutaambia Duale na Farah Maalim na Junet Mohamed kwamba nyinyi mmetubia ya kutosha. Lazima muende nyumbani. So naambia jamii ya Somali, hao wazee ndio wanahusika na mambo ya kuharibu jina yenu. Hawaheshimu hata dini. Hawaheshimu hata sheria ya dini yenu. Wanapora tu kila mali. Wawili wanapora wakitembea na rais, mmoja anatupora akitembea na Raila Odinga. Then tunanyamaza tu kwa sababu wao wanajiona Raila Odinga. Tunataka kuambia mheshimiwa Prime Minister, komesha Junet. Na tunataka mali ya Suna East irudishwe na Junet Mohamed. Kama itarudishwa, tutauliza wewe kama mheshimiwa Raila Odinga, kwa nini hujawahi sungumuza hizi mali ya Suna East irudishwe? Asante sana, Mungu awabariki.